Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Samuel Magehema, mtumishi wa Mungu katika madhabahu hii ya Njia ya Uzima Online TV. Karibu sana. Leo natamani tukajifunze kwa habari ya sifa za nabii wa kweli. Tunaona katika neno la Mungu kwamba kuna huduma tano: ualimu, kuna uinjilisti, kuna uchungaji, kuna mitume na manabii. Leo natamani tukajifunze kwa habari ya nabii wa kweli na sifa za nabii wa kweli ni zipi? Tukienda kwenye neno la Mungu pale Mathayo 7, tuanzie mstari wa 15 pale. Neno la Mungu linatuambia, jihadharini na hao manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Kwa hiyo neno la Mungu linasema jihadharini na hao manabii wa uongo, ambao unaweza ukawaona kana kwamba wamevaa ngozi ya kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Hapo utaelewa kwamba kumbe kuna manabii wa uongo, na kama kuna manabii wa uongo, uwe na uhakika kwamba wapo manabii wa ukweli, yaani wapo manabii wa Mungu wa ukweli. Sasa watu wanafikiri kwamba huduma zimebakia katika uchungaji, ualimu, pengine na uinjilisti, mitume na manabii hawapo. Si kweli. Mimi nakwambia wapo manabii wa ukweli. Uambatane pamoja na mimi, twende taratibu ili uweze kujua sifa za nabii wa ukweli ni zipi, na ukamjua nabii wa kweli ni yupi, na ukamjua nabii wa uongo ni yupi. Sasa tukiendelea tena pale mbele kidogo, ile mstari wa 15, tunaendelea mstari wa 16. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, matunda yao ni yapi? Kile wanachokifanya na wanachokiproduce, wanachokizalisha kwa wale watu ambao wanakuwa wanawafuata. Na kibaya zaidi ni kwamba hata wateule wanaweza kupotea. Kwa hiyo twende taratibu pamoja na mimi ili uweze kuelewa. Anasema mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika midaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mema. Kila mti mwema huzaa matunda mema. Kwa tunaposema tutawatambua kwa matunda yao, usipate tabu kumchunguza nabii wa uongo ni yupi au nabii wa kweli ni yupi. Hebu kaa na watu wake, tizama watu wake, vile wanavyotenda, vile wanavyofanya. Je, wako katika utakatifu wa Kristo au wapo katika usanii? Hapa utaelewa, utawatambua au manabii wa uongo kwa matunda. Matunda tunayakuta kwa wale wanaowaongoza, wanaowasimamia. Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mema mazuri, na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mti mwovu hauwezi kuzaa matunda mema, wala mti mwema huzaa matunda mabaya. Kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa ukatupwa motoni. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Je, matunda yao ni mti mwema au ni mti mwovu? Yaani tunapozungumzia matunda ni yale matendo ya wale ambao wanawasimamia. Ninaupenda mstari wa 21 pale, ukisoma Mathayo 7 ule mstari wa 21. Hapa ni pointi ambayo ninaipenda sana. Inasema, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana, si kila mtu aniambiaye Bwana Yesu Bwana Yesu, si kila mtu aniambiaye katika jina la Yesu katika jina la Yesu atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Si kila mtu alitajaye jina la Yesu. Twende pamoja hapo, twende tena taratibu. Si kila mtu alitajaye jina la Yesu, si kila mtu anayehubiri kwa jina la Yesu. Na hapa nyuma kidogo tumeona kwamba anasema tutawatambua kwa matunda, tutawatambua kwa matendo, tutawatambua katika maisha yao, tutawatambua katika mtiririko wao, wanapofanya huduma zao, wanapofanya mambo yao, wamelenga nini? Kiini kimekaa wapi? Yale matunda yao ndio yatakayotufanyia sisi tuwatambue. Tutaenda taratibu neno kwa neno ili kuanzia hapo usiweze kudanganywa na manabii wa uongo, bali ukakaa katika kweli ya Kristo ili uweze kuona ufalme wa mbinguni. Na zaidi, kibaya kinachonitisha ni kwamba hata wateule,
yamkini watadanganywa. Tunaona pale mbele, ukishuka pale chini anasema hata wateule yamkini watadanganywa. Yaani hata wale ambao tunafikiri kwamba hawa wanatakiwa kuwa na matunda mema watajikuta wameingia kuwa kwenye matunda mabaya, kwa sababu wamekutana na nabii wa uongo. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi sana la kuliangalia. Kwa hiyo si kila mtu atakayesema Bwana Bwana. Tunapozungumzia Bwana, tukisoma katika Yohana pale anatuambia kwamba mimi ndimi njia. Yohana 14 mstari wa 6 anatuambia mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba bila kwa njia ya mimi. Kwa hiyo ufalme wa mbinguni unamtegemea huyu Bwana ambaye ametajwa hapa na ambaye amejitaja hapa. Si kila mtu aniambiaye. Ujue kuna mamlaka inatoka hapo. Kuna mamlaka. Nikisema mamlaka nadhani unanielewa. Unaelewa taifa letu linaongozwa na dola, tunasema na dola. Rais ndio mwenye mamlaka ya hili taifa. Atakalo litamka ndilo linatakiwa litekelezwe. Sasa huyu ambaye amesema Bwana, si kila mtu aniambiaye Bwana ana mamlaka. Kwa hiyo kwa njia ya yeye ndio tutakafanikiwa kufika wapi? Mbinguni. Mimi ndimi njia, kweli na uzima. Tunamuona Yesu anavyojifunua katika neno lake. Tunamuona Yesu anavyojifunua katika engo yake. Kuna mtu ataniambia kwamba labda Yesu alikuwa ni mmoja wa mitume. Yesu alikuwa ni mmoja wa manabii. Ni kweli Yesu alikuwa ni nabii, lakini alikuwa nabii katika engo ipi? Alijifunua na kujitambulisha katika engo ipi? Mimi hapa sihubiri dini, sihubiri dhehebu. Unaweza ukaniambia, labda wewe ndugu yangu ni Muislamu, unaweza ukaniambia hata Mtume Muhammad alikuwa ni nabii. Alikuwa ni nabii katika engo ipi? Je, Muhammad alitumwa kujitambulisha kama anavyojitambulisha Yesu, au Muhammad alitumwa kwenda kuisambaza dini? Kama Muhammad alitumwa kwenda kusambaza dini, hicho ni kitu kingine. Mimi sina ugomvi na Muhammad akaisambaze dini, kwa sababu ndicho alichotumwa. Ninachoongelea ni huyu aliyepewa mamlaka ya kwamba si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeurithi ufalme wa mbinguni. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana, bali yeye anayeyatimiza mapenzi ya Baba yangu wa mbinguni. Natamani twende taratibu unielewe. Naomba nisome tena mstari taratibu unielewe. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Kuna mtu mmoja anaweza akaniambia kwamba Mungu hajawahi kuwa na mke, lakini tunaona hii mamlaka iliyotoka hapa. Tunaiona hii mamlaka iliyotoka hapa, na tunaona Yesu alivyotambulishwa kwa namna tofauti tofauti, hasa kwenye engo ile ambayo tokea anatungwa mimba, malaika kutoka juu mbinguni akamtokea Mariamu. Tunaona uwezo wa mimba ya Yesu ilikuja kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini tunaona Yesu wakati anabatizwa na Yohana, Roho wa Mungu alishuka kwa mfano wa ua, akasema huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa na yeye, msikilizeni. Kwa tunaona kabisa Yesu anapewa mamlaka katika dunia. Tunaona Yesu anapewa mamlaka kutoka mbinguni. Mimi sijajua kwa habari ya Muhammad, sijajua kwa habari ya mtu mwingine ambaye alipewa kazi. Ninaamini mitume wa Mungu wote, ninaamini manabii wa Mungu wote. Sijajua kwa habari yako wewe na nabii wako uliyemwamini. Kila nabii amepewa kazi ipi? Na ndio maana hapa tunataka tuwatambue kwa matunda, tuwatambue kwa matendo, tuwatambue, tumjue nabii wa kweli, kwa sababu pia nabii wa uongo yupo. Sasa tumefundishwa na kupandikizwa vitu vingi vinavyotutoa kwenye kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu analiangalia neno lake alitimize. Neno lake ambaye ni Yesu Kristo. Huyu Yesu ambaye anajifunua kwa katika Yohana hapa, tunaona anasema si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeurithi ufalme wa mbinguni, bali ni yule anayeweza kuyatimiza mapenzi ya Baba yangu
na baba yake ndio aliyemtuma. Kwa hiyo ukiniambia kwamba Mungu hakuzaa, hilo mimi alinihusu, lakini ninachoweza kukuambia ni hiki ambacho kimejidhihirisha katika neno la Mungu, na hakuna namna tunaweza tukajifunza nje ya neno la Mungu. Iwe ni Qur'ani, iwe ni Biblia, tutajifunza katika neno la Mungu. Tunaendelea pale mbele, anasema wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Unaweza ukaona, kwa jina la Yesu tunatoa pepo, kwa jina la Yesu tunaombea watu, kwa jina la Yesu tunasema watu wabarikiwe, kwa jina la Yesu tunatenda miujiza mingi. Hicho akimsumbui Yesu, hicho akimsumbui Mungu, hicho akimsumbui. Tunaangalia matunda. Kwa hiyo wapo akina baa Yesu ambao wao wanasema kwa jina la Yesu, lakini tunawatambua kwa matunda yao. Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Hii inaogopesha sana, hii inaogopesha sana. Je, una uhakika na mtumishi wa Mungu uliye naye? Una uhakika na mafundisho unayoyapata? Je, uko katika kweli ya Mungu? Je, unakaa mbali na dhambi? Je, unasikia utakaso? Je, unapata amani ya Kristo? Je, una upendo na watu wengine? Je, unadhani una matendo mema kuwazidi Mafarisayo? Je, unadhani kwamba wewe una huruma kuliko Mafarisayo? Unadhani kwamba wewe ni mtu mzuri kuliko watu wengine? Mimi ninawaambia hata watu walioshika dini na kukaa ndani ya makanisa, mimi huwa ninawaambia msitake kunitishia na dini ya kwenu, kwa sababu dini haiwezi kumpeleka mtu mbinguni. Sasa wako watu wanaodhani kwamba wao na dini yao ndio wanaweza wakafika mbinguni kwa sababu dini yao imenyoka. Sikiliza, hakuna dini iliyonyoka. Hakuna dini iliyonyoka. Iwe dini yoyote, hakuna iliyonyoka. Liwe dhehebu lolote, hakuna lililonyoka. Ndio maana utaona dini na madhehebu wanafundishana utaratibu wa kwao, lakini Kristo atabaki kuwa Kristo. Sasa katika Kristo, tukisoma hapa mbele nitakufungulia tena, unaona kuna makristo. Sasa hawa makristo pia ni manabii wa uongo. Kwa hiyo katika Kristo wako makristo kwenye dini, wako makristo kwenye madhehebu. Kwa hiyo kuwa Mkristo hakinisumbui, wala kuwa Muislamu hakinisumbui, lakini ninachojaribu kukwambia kwamba huyu Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, yeye ndio njia, kweli na uzima. Na hapa tunaendelea kujifunza kwa habari ya nabii wa kweli. Tutamtambua kwa matunda yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kila asikiaye hayo maneno yangu, asikiaye hayo maneno ya huyu Bwana, asikiaye hayo maneno ya huyu Bwana anayejitambulisha kwamba bila ya mimi hamtaiona mbingu. Basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili. Sikiliza, kukaa kanisani miaka mingi hakinisumbui, wala kukaa kanisani miaka ya kutosha au kuwa mtumishi wa Mungu miaka ya kutosha hakinisumbui. Ninachokiangalia, ninachoweza kujifunza kwako au unachoweza kujifunza kwa mtumishi wa Mungu au kwa nabii wa kweli, utajifunza katika neno hili. Basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili. Sasa tunaanza kuona kumbe katika kumjua Mungu wa kweli, katika matunda tunaanza kujua kwamba una akili. Mtu mwenye akili sifikiri kama anaweza akawaza kuzini. Mtu mwenye akili kwa tafsiri hii sifikiri kama anaweza akawaza utapeli. Mtu mwenye akili kwa tafsiri hii sifikiri kama anaweza akawaza kujilimbikia mali. Mtu mwenye akili kwa tafsiri hii ninafikiri ya kwamba ninaweza kumtambua kwa hayo matunda. Ninaipima akili yake, inafanana na Mungu. Uchaji wake unafanana na neno alilolisema kwamba basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya
atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Tunakwenda mstari wa 25, anasema mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye. Kila asikiaye hayo maneno yangu. Huyu ni Yesu anajitambulisha. Utaelewa tu, tutaenda polepole, tutaelewana. Huyu ni Yesu anajitambulisha, asikiaye maneno yangu. Hajasema asikiaye maneno ya kitu kingine, amesema asikiaye maneno yangu. Na tunaona amepewa mamlaka, kwa sababu Mungu amesema msikilizeni yeye. Mungu Baba wa mbinguni, Muumba wa mbingu na nchi, amesema tumsikilize huyu. Ukiniambia Yesu sio Mungu, hakinisumbui. Ukiniambia Mungu wa kuzaliwa, hakinisumbui. Lakini ninachojua kwamba Mungu Baba wa mbinguni amesema nimsikilize huyu, na huyu hapa anajitambulisha, asikiaye maneno yangu. Tuende polepole. Bwana Yesu asifiwe. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye, atafananishwa na mtu mpumbavu. Sasa upumbavu, mimi sijajua kama ni tusi au la. Usiseme kwamba mimi ninakutukana. Hapana, ninachokisoma ni hiki ambacho Yesu ndiye anayesema. Kwa hiyo maisha ni kuchagua, mbingu ni kuchagua. Kama una mbingu yako unaweza ukachagua. Kama unadhani kuna mtume au kuna nabii anaweza akakupeleka kwenye mbingu yake, unaweza ukachagua. Lakini ninaona hapa Yesu ananiambia ya kwamba na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye, atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba, ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, ikaanguka. Nalo anguko lake likawa kubwa. Sikiliza, kuna wakati unaweza ukafikiri kwamba nabii ambaye unadhani anakupendeza au mafundisho na mapokeo uliyoyapokea yatakupeleka mbinguni. Sikiliza, hana mbingu ya kukupeleka, isipokuwa Yesu Kristo ndiye ana mbingu ya kukupeleka, kwa sababu yeye ndiye njia, kweli na uzima wa kufika mbinguni kwa Baba yetu. Ikawa Yesu alipoyamaliza maneno hayo, makutano walishangaa mno kwa mafundisho yake, kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye amri, wala si kama waandishi wao. Tunamuona Yesu hapa alikuwa anatoa amri kwa sababu ana mamlaka, anatoa maagizo kwa sababu ana mamlaka. Tunaona anatoa maelekezo kwa sababu ana mamlaka, na yeye ndiyo mwenye mamlaka, na yeye ndiyo kweli, na yeye ndiyo njia, na yeye ndiyo uzima. Kwa hiyo kwa njia ya yeye tutauona uzima ule wa milele. Ikiwa unatarajia uzima wa milele, lazima ufuate maagizo. Sikiliza, mimi naweza nikakwambia kuhubiri injili si kitu cha ajabu. Kama kuna mtume au kuna nabii alitumwa kuja kuhubiri injili, mimi pia ni nabii wa Bwana, nimekuja kukuletea injili. Haimaanishi kwamba mimi sio mwana wa Mungu, haimaanishi kwamba sasa mimi ufuate njia ya kwangu. Hapana, njia ni Yesu. Njia ni Yesu. Ufalme wa Mungu tunaohubiri ni kwa ajili ya kufika mbinguni katika ufalme wa milele, na si vinginevyo. Ukimkana Yesu leo, ukimpiga vita Yesu leo, ukimkataa Yesu leo, mimi hakinisumbui. Mimi ninachokueleza ndiyo injili, ninachokueleza ndiyo kweli yenyewe. Ukiikataa kweli hakinisumbui, maana amejifunua, amejifafanua. Kwa hiyo mimi hakinisumbui. Sasa wewe fuata unachoamini. Kama unamwamini nabii wako, mfuate nabii wako. Kama unaamini misingi uliopewa ya kwamba ukilitaja jina la Yesu umepotea, sikiliza ndugu yangu, mimi nakwambia jina la Yesu haliwezi likakupoteza, kwa sababu jina la Yesu ndio uzima wa milele. Jina la Yesu ndiyo kweli, kwa sababu Yesu Kristo ndiyo
yote ndani ya yote, na yeye ndiye aliyepewa mamlaka ya kukufanya wewe uliyeumbwa kwa mfano wa Mungu ukafika mbinguni. Mimi sijui kuhusu unachokiamini, lakini ninaweza nikakwambia iko njia inayopaswa kuiendea, iko njia ya kweli, iko njia ya haki. Leo tunajifunza, tutawatambua kwa matunda yao. Sasa haya matunda yatanifundisha au yatanieleza mimi kwamba okay, wewe unatenda katika njia ipi. Kama maagizo yote yamewekwa, utaratibu umewekwa, mwongozo umewekwa, kila kitu kiko wazi. Kila aifuataye njia yangu, mimi ndimi njia, kweli na uzima, na si kila anayesema Bwana Bwana. Huyu Bwana, mimi sijui kama nabii wako anajitambulisha kama Bwana, lakini ninachoweza kukuambia, ninamjua Bwana mmoja tu ambaye ni Yesu Kristo, naye amewekwa kwa uweza wa mamlaka ya jina la Mungu wa majeshi. Sasa ziko sarakasi nyingi zinafanyika, yako mambo mengi yanafanyika kwa habari ya mitume na manabii. Mimi nikitaka kukujua wewe ni nabii wa kweli, nikitaka kukujua wewe ni mtume wa kweli, nitaangalia kiongozi wangu ananiambia nini, ambaye ni Yesu Kristo, ananielekeza nini juu ya kile unachokisema. Je, unachokisema kinafanana na neno la Yesu? Kile unachokifanya kinafanana na maelekezo ya Yesu? Mimi nikiona wewe unaniambia ni nabii hakinisumbui, lakini kama wewe ni nabii na ninakuona unazini, utaniambia wewe ni nabii wa kweli au ni nabii wa uongo. Mimi hakinisumbui, ni rahisi kukujua tu kwamba wewe unanidanganya. Nabii wa kweli anayetenda katika haki anapita katika njia ya Yesu Kristo. Kama ninakuja kwako ninapata afya, ninasikia kukaa mbali na uovu, ninasikia kukaa mbali na dhambi, basi mimi nitaamini kwamba kweli wewe ni nabii wa kweli. Lakini kama ninakuja kwako alafu ninabaki kudumaa miaka 10, miaka 20 nimekaa kwenye kanisa lako, sikiliza ndugu yangu, unaweza ukawa unamwamini sana nabii wako, unaweza ukawa unamwamini sana mchungaji wako, lakini je, anakupeleka mbinguni? Njia ya kweli na uzima ni katika neno la Mungu. Anakufundisha neno la Mungu, anakupa Yesu kwa uhalisia wake. Zama hizi sio zama zile za Yesu wa kumpapasa na kumuhisi. Tunahitaji kumuona Yesu akiwa halisi kwenye maisha ya kwetu. Kwa nini hatufunguki? Kwa nini hatuoni Mungu? Kwa nini hatukutani na Mungu? Tumekaa makanisani, tumechukua mapokeo, tunaishi kwenye mfumo wa utaratibu wa kuogopa wanadamu wenzetu badala ya kumwogopa Mungu na kumheshimu na kushika neno lake na kutimiza mapenzi yake. Sikiliza ndugu yangu, itakupotezea muda mwingi sana. Nitakufundisha hapo mbele, utaelewa kwa habari ya manabii wa uongo, utaelewa kwa habari ya hawa wakina Makristo. Wako Makristo wengi duniani, lakini je, neno la Mungu linatuambia nini? Kama neno la Mungu limetuambia kuna Makristo, ujue yupo Kristo. Kama neno la Mungu linatuambia wako manabii wa uongo, ujue wako pia manabii wa kweli. Nabii wa kweli atasimama katika msingi, katika mlima, katika neno la Bwana. Utanielewa tu, tuende taratibu, tutafika mahali tutaelewana. Maana katika neno la Mungu, Isaya 2:2 inatuambia imekuwa katika siku za mwisho, mlima wa nyumba ya Bwana umewekwa imara. Sikiliza, kuna wakati wa kumkimbilia Yesu halisi. Hakuna haja ya kukaa kwenye dini alafu ukashikiliwa na hofu za kuhofia watanitenga, wataniona msaliti. Sikiliza, huu ni wakati wa kumhitaji Mungu katika uhalisia wake, na Mungu anajifunua kwa uhalisia wake katika kweli yake. Ukiona uchawi umekuwa mwingi, uganga umekuwa mwingi, mambo ya kichawi yamekuwa hadharani, watu wanayatumia mpaka kwenye madhabahu, watu wanayatumia, isikusumbue kwa sababu ni wakati wao. Lakini ninakwambia neno moja, jifunze kusoma neno la Mungu. Njia pekee au taa pekee itakayokufungua, itakayokuonesha kweli ya Kristo ni katika neno lake, aliyejifunua kwamba yeye ndiye njia, kweli na uzima. Yeye ndiye njia,
kweli na uzima. Uwe na uhakika akiingia ndani ya maisha yako hutabaki kama ulivyo. Utasikia umaskini umekaa mbali na wewe, utasikia uchawi umekaa mbali na wewe, utasikia magonjwa yamekuachilia. Akiingia ndani yako utasikia ile mamlaka ya kiu ya kuvuta sigara imeisha, utasikia ile hali ya uharibifu imeisha ndani yako, utasikia ile kiu ya kunywa pombe imetoweka, utasikia kiu ya kutaka wanawake imetoweka. Kwa nini? Kwa sababu ameingia mwanaume wa wanaume, ameingia aliyekuwa amekusudia uishi hapa duniani kama mbinguni. Ndio maana tunasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, na wala usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wa kwako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Ndugu yangu, usiache kusubscribe channel hii. Tutaendelea kujifunza ili kujua sifa za nabii wa kweli. Tunaendelea kufungua kifungu kwa kifungu. Usiache kusubscribe. Nitakuja tena na package nyingine ili tufike mahali tuelewane kwa habari ya sifa ya nabii wa kweli. Na tutakapomaliza somo hili utakuwa umejifunza kujua dhahiri nabii wa kweli ni yupi na nabii wa uongo ni yupi. Mungu wangu akubariki. Kwaheri kwa sasa.